kuwa baada ya kuteseka kwa muda mrefu. Nimesababisha kifo mimi, ndugu waandishi. Mimi laiti. Mungu, jitahidi kunisamehe kosa hili, japokuwa wanasema halina msamaha. Laiti aliendelea kuongeza kilio kidogo kidogo na kuacha huzuni itawale chumba kizima. Kabla hajaanza kusimulia vizuri, tayari kila mmoja mle ndani alianza kuonesha dalili. Aliendelea kuongea akisogeza kitambaa chake chepesi na kuyafuta machozi yake yaliyokuwa yakiendelea kutiririka. Akaweka sawa kora yake ya sare ya magereza na kisha akaendelea. Nikiwa hapo chuoni nilikutana na kila aina ya wanaume, warefu, wafupi, wembamba, weupe, maji ya kunde, chotara, wenye pesa na wasio na pesa, lakini moyo wangu uliendelea kutulizwa na kuendelea kujipa moyo ya kwamba hakuna katika maeneo yale mwanaume ambaye angeweza kukidhi haja ya moyo wangu. Wote nilihisi ni wababaishaji tu, wakaka wa chuo. Hapana, kwa kweli. Labda kwa sababu ya mazingira niliyotoka nikiwa na wachukulia wanaume kawaida tu, na pia labda kwa sababu pengine sikupata yule nyonga mkaliaini ambaye amethubutu kuchachafya moyo wangu.
katika mtego wa nguruwe. Mtego ambao hadi kufikia hapa sijajua ni nani aliutega na alikuwa na kusudio gani, na kama ni kuniua basi amefanikiwa. Laiti mimi leo sina ndoto wala malengo tena. Miaka 32 tu nimeshazikwa tayari. Jamani mapenzi. Laiti aliendelea kutoa mkasa wake huko machozi yakiwa kama kinywaji. Kila neno aliloliongea alionyesha kuwa ana mwanaume ambaye ameacha kovu kwangu. Labda mtu alikuwa sahihi, lakini muda ndio haukuwa sahihi. Huenda naweza nikasema hivyo. Ilikuwa ni katika uzinduzi wa kampuni ya Simulizi Huru Media Production pale Ubungo Plaza. Kwa kweli nilikuwa mpenzi sana wa simulizi za kusisimua. Simulizi zilinijenga sana nikiwa nazisoma. Nilikuwa naguswa sana na mikasa waliokuwa wanapitia wahusika katika simulizi, lakini sikuamini kwamba kweli waandishi wanaandika mambo yanayotokea katika jamii. Kwangu sikuamini hivyo hapo awali. Nilihisi ni visa tu vya kubuni na wameandika ili kujipatia kipato. Kwa kuwa nilikuwa mpenzi wa simulizi na mdau mkubwa wa simulizi, basi nilikuwepo siku hiyo ya uzinduzi ili nikutane na waandishi wangu 5 muhimu ambao kazi zao nilikuwa nikizipenda kila uchwao. Lakini kwa uchache naomba niutaje tu huu wa nani kaniambukiza. Nikajifunza namna bora ya kutunza siri zangu yasije akanikuta yale mambo ya ukimwi na nikashindwa kutambua nani ameniambukiza. Katika watu waliounda Simulizi Huru Media Production alikuwepo mwanaume mmoja. Mwanaume ambaye nilitokea kumpenda kwa dhati. Yeye alikuwa ndiye kila kitu katika maisha yangu, ndugu zangu waandishi. Moja kati ya kazi zake alizowahi kuzifanya ni simulizi iitwayo Upendo Huru, na simulizi ile ya mkuki wa mapenzi. Hakika kama ilivyo jina la simulizi hii, alinichoma moyo wangu. Aliutumia huo mkuki kunichoma. Kwa kweli alinipata, na huyo ndio sababu ya yote haya. Hadi hii leo nipo hapa kutoa ushuhuda huu. Nikampa hadi uhusika katika moyo wangu, nikiamini kuwa anaweza kuunda kama aundavyo vyema hadithi zake. Kama nilivyoeleza hapo mwanzo, ilikuwa ni siku ya uzinduzi wa kampuni ya Simulizi Huru Media Production. Katika pilika za hapa na pale, nikafanikiwa angalau kukumbana kikumbo na Mr. Zaveri. Sikutarajia kwa kweli. Niliona hata aibu kuinua macho yangu kumwangalia mwanaume yule ambaye nilihisi kabisa nipo na hisia naye. Nilibaki kuchezea mtandio wangu, macho yakiwa chini kwa aibu na kusubiri mwanaume huyo aondoke pale ili nami niwe huru kusogea. Lakini haikuwa hivyo. Mwanaume yule aliendelea kuganda tu. Nilijaribu kuinua macho yangu, basi yakakutana na macho yake. Alikuwa kama mtu aliyefikwa na bumbuwazi. Moyo wangu ulikuwa kasi sana kutamani uhuru wa dakika tu. Nilihisi hata kuzitoa pumzi zangu pia nakosea. Nikajishtukia tu kwa kuguna kidogo na kisha nikamsalimia. Samahani sana. Bahati mbaya, sorry. Nilibabaika mno kutoa maneno hayo. Sauti yangu ilikuwa inapishana sana, labda kwa sababu ya woga ulionikumba. Yule bwana aliendelea kuganda tu pale pale akitazama sura yangu. Hata ile samahani yangu haikufika katika masikio yake. Yeye alikuwa makini kuniangalia usoni. Utadhani anachagua chunusi katika uso wa mlimbwende ambao ni nadra kuzipata. Alibaki akinishangaa tu mwanaume yule. Bila shaka uzuri wangu pia na jinsi nilivyovaa ilikuwa ni mvuto kwake. Nilijichekesha kidogo na kuivuta kwa juu nguo yangu ndefu iliyofika hadi miguuni. Nikamega hatua 2 za wasiwasi, huku moyo wangu ukingojea kugombezwa au kuitwa kwa kuwa nilifanya kosa la kumpiga kikumbo. Lakini haikuwa hivyo.
Mr. Xavier alinitazama hadi napotea. Nilipofika mbele niliketi katika kiti cha wageni kwa kuendelea na ufuatiliaji wa ule uzinduzi. Hamwezi amini ndugu waandishi na wasimulia hapa. Toka hapo nilitamani kuonana na Mr. Xavier kila saa. Hata naye aliporudi kuketi sehemu yake ya mbele, jicho lake lilikuwa kwangu tu. Nilishindwa hata kusikia kile kinachoendelea katika ukumbi. Nilihisi sauti ya mshereheshaji na nisindikiza katika penzi jipya lililostawi muda mchache. Basi kuna muda nilikuwa nazubaa mwenyewe na kuwaza ikawaje siku moja niwe na Mr. Xavier sehemu tumetulia, upepo ukitusogelea kwa bashasha na kutusifu kuwa tumependeza. Moyo wangu ulianza kujadili taratibu habari za Mr. Xavier. Ukataka kufahamu kila kitu kuhusu huyo mtu. Nikawa na binyabinya gani alikuwa amempenda sana huyo mwanaume. Sasa Light akaendelea kutusimulia. Ni Machozi ya Damu sehemu ya pili. Kumbuka mtunzi wa riwaya hii anaitwa Xavier E. Luoga. Mimi ni Pasco Tuliano. Sasa tusonge mbele kuendelea kupata mkasa huu wa mwanadada Lightness Mkombo akiwa gerezani mbele ya waandishi wa habari. Anatoa kisa na mkasa cha yale yaliyomsibu katika maisha yake mpaka hii leo yu gerezani. Kulikoni? Yapi yalimsibu? Tuendelee na sehemu ya pili kuanzia pale tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Ndugu waandishi, hata mimi pia nilikuwa na fikra za kumchambua mwanaume huyo. Alikuwa na sura ya upole sana. Alikuwa mtu mwenye weusi wa kung'aa usoni. Alionyesha pia ni mtu mwenye mazoezi kidogo kutokana na misuli yake ya kichwa ilivyojipanga. Mimi Light nikajikuta nimefia hapo. Nimekufa. Kwa kweli nilikufa. Baada ya kila mmoja kutosheka kumwangalia mwenzake, Mr. Xavier alinishika mkono na kuninyanyua taratibu hadi mbele. Lilikuwa ni tukio la haraka sana, kwani hadi inanyanyuliwa sikujitambua kwa kweli. Kwa kweli hadi picha inapigwa mimi nilikuwa sipo kabisa katika pozi.
bado niliendelea kuupongeza moyo wangu kwa jambo lililotokea. Niliposhangaa kidogo tu, sikumwona tena Mr. Xaveri. Nilimtafuta kwa macho kila kona, lakini sikumwona. Hapo hapo nikaanza kupatwa na wivu. Nilitaka kuanza kumchunga kama mume wangu wa ndoa. Aisee jamani, mapenzi uchizi eti. Hivi kweli mimi nilikuwa najielewa kweli? Hapana, mpaka leo siamini. Laiti alisimama kidogo kusimulia na kutazama ukumbi. Alipeleka macho yake huku na kule kama niliwaza sana na muda mwingine kujikataa kwamba sio akili yangu ya kumng'ang'ania mwanaume kiasi kile. Swali ambalo lilikuwa linaniumiza kichwani ni lile la je, vipi kama ameshaoa? Siku zilivyozidi kwenda, nikaanza kubadilika kabisa. Nikawa najiandaa kuwa mke wa mtu haswa. Mwanaume yeyote yule akiniuliza au kunihusisha tu na swala la mapenzi, ninampa taarifa ya kwamba nimechumbiwa na ni mke wa mtu ambaye anaheshimu sana mume wake mtarajiwa. Tayari nilishamkabidhi hisia zangu mwanaume ambaye sikuhisi kama anahisia na mimi kwa muda huo, ila nilikuwa na imani tu. Nilipoteza hata baadhi ya marafiki wa kiume ambao nilijua tu nao walikuwa nami kwa kigezo cha urafiki ili wapate kunishawishi katika uhusiano wa kutambulisha hadi mhusika na toweka mtandaoni. Nikiendelea rudia kusoma ule ujumbe hadi usingizi ukanipitia. Hebu tazama jamani, ujumbe wa maneno matatu tu aliyoutuma. Niliusoma lisaa lizima hadi kulala. Hivi na akili timamu kweli jamani? Waandishi, naomba wenyewe ndio mpime nini namaanisha hapa. Nilipenda kweli jamani. Nilipenda mimi mwenzenu, na kwa vile bado nilikuwa na usichana wangu,
ndo ukaanza kunisumbua kabisa. Yaani ni kama niliuchochea hivi. Nilikuja kujibu ujumbe ule siku ya pili yake, na hapo mawasiliano yalianza. Lakini yalikuwa ya kusuasua. Mungu mkubwa, kuna siku alikuja mgeni pale ninapoishi. Alikuwa ni mwanamke aliyestaarabika vyema. Aliweka shungi hadi kufunika nywele na masikio yake. Alikuja na kunipa bahasha, kisha akaomba kuondoka. Nilipomuuliza ni kutoka kwa nani ile bahasha, alisema maelezo yote yapo humo ndani ya bahasha. Basi nikamsindikiza akaenda zake. Nilipofika ndani niligundua mtu yule ni kama kuna sehemu nilishawahi kumuona hivi. Yes, alikuwa ni mwanamke kutoka Simulizi Huru Media Production. Ni mwandishi kwa jina la Talhat Mood. Kichwa changu kikang'amua hivyo. Nilitoka mbio kurudi baada ya pale nilipoishia kumsindikiza yule mwanamke. Hakukuwa na mtu. Alishatoweka kitambo sana Talhat. Nikarudi ndani na kuparamia ile bahasha. Niliichana na ndani nikakutana na karatasi moja gumu nyeupe iliyosheheni rangi za mahaba na maandishi machache mazuri. Pembeni kulikuwa na kaua ka plastiki, ikimaanisha ujumbe huo ulilenga huduma ya mapenzi. Naam, msikilizaji, hiyo ni sehemu ya pili ya riwaya hii inayokwenda kwa jina la Machozi ya Damu. Tafadhali endelea kuungana nami hadi tamati mwa riwaya hii iliyoandikwa na mtunzi nguli wa riwaya hapa nchini, anaitwa Xaveri E. Luoga. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Tafadhali tukutane katika sehemu ya 3. Ni sehemu ya 3 ya riwaya inayokwenda kwa jina la Machozi ya Damu. Riwaya hii imeandikwa na mtunzi nguli wa riwaya hapa nchini, anaitwa Xaveri E. Luoga. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Tafadhali ambatana nami hadi tamati mwa riwaya hii, tukianza sasa sehemu ya 3. Na kukumbusha, sehemu ya pili tulishia pale ambapo mwanadada Lightness anatusimulia ya kwamba barua imeletwa ndani ya bahasha na sasa ameifungua. Bahasha hiyo inasomeka kama ifuatavyo. Highlight. Nisamehe kwa kuchanganya herufi za jina lako, japo sijatoka katika uhalisia. Nimekuwa katika wakati mgumu sana wa kufanya uamuzi huu, japo itakushitua kidogo, lakini hakuna namna nyingine ya kunusuru moyo wangu. Nimekuwa na wakati mgumu tokea nikutie machoni kwa siku ya kwanza. Nikawaza na kuwazua, nikatamani kila pande ya kuta za chumba changu nikuone wewe tu Lightness. Lakini nilifanikiwa. Nikachukua picha yako na kutandaza katika kuta za chumba changu. Okay, Light, kiufupi ni kwamba nimekufuatilia sana kila sehemu, nikakujua vizuri kabla hata sijaandika ujumbe huu. Hivyo nina hakika kwetu wamepata mkwe. Na kupenda Light. Ni mimi Mr. X. Ndugu waandishi, bahasha niliyoifungua ilikuwa na ujumbe mzito wa namna hiyo. Roho yangu ilipaa haswa. Nilinyanyuka kitandani na kusimama. Nilisoma tena ile barua. Nikakaa, nikasimama tena na kurukaruka. Nikakaa, nikasimama tena na kumalizia kunusa ua lililoambatanishwa na ile barua, ambalo halikuwa na marashi kabisa, lakini nilihisi lina harufu ya peponi. Mapenzi haya acheni tu jamani.
Upande wa pili wa lile karatasi la ujumbe lilikuwa na picha kubwa iliyonata karibia kila pande ya karatasi. Ilikuwa na rangi zile original zenyewe. Mimi nikiwa kushoto na Mr. Xaveri akiwa kulia. Alo, patamu kweli hapo. Nilipata wehu kwa muda kwa kweli ndugu zangu. Nilihisi hata kujikojolea. Ni bahati gani hii ambayo imenikuta mimi laiti? Yaani bila kuchezewa usichana wangu hatimaye ninatimkia kwenye ndoa. Sikuamini. Nikawaza hata kutoa taarifa zile kwa mama yangu mzazi, lakini nikaghairisha baada ya kuona taarifa ile haikuwa na uzito bado. Yanipasa nipate uhakika kwanza. I love you Mr. Xaveri, mume wangu mtarajiwa. Nilijisifia mno nikiwa mwenyewe na kujisemea maneno hayo ndugu zangu. Kwa kweli habari zile nilitamani zisambae kwa haraka sana. Kwa wale ambao wamewahi kupenda au kupendwa kweli, wanaelewa nazungumzia nini hapa. Basi jamani, haukupita muda nilikutana na ujumbe mwingine wa WhatsApp. Ulikuwa ni ujumbe wa salamu. Niliujibu haraka sana. Tukachati na aliomba kukutana na mimi uso kwa uso. Nilipanga hata kuvunja vipindi vya chuo ili nionane na Lazizi huyu, lakini alinipoza na sauti yake ya WhatsApp ya mahaba akisema, hapana, kuwa kwanza huru, sawa Jaribu kuweka siku ambayo haitakuathiri kabisa hata kisaikolojia. Hebu kuwa huru kwanza, sawa? Aliongea Mr. X, na hapo ukawa mwanzo wa mapenzi na mawasiliano mazuri kati yangu na marehemu mume wangu Mr. Xaveri. Wanasema ufuata nyuki ule asali ndugu zangu, sio? Mimi nilivalia juga hisia zangu na nikapata faida sana juu ya hii. Nilipanga siku ya Jumamosi kuwa ndio siku ambayo tutakutana mimi na mume wangu mtarajiwa. Nadhani siku hii ndio chanzo hasa cha kuutoa uhai wake. Alinipa sumu ambayo niliishi nayo moyoni hadi kumuua nayo yeye mwenyewe. Siku hii nayo imeingia katika historia ya maisha yangu. Karibu Light, karibu keti. Nilipofika tu eneo husika nilipokelewa na sauti yenye tabasamu nzito usoni. Mimi nilikaa. Alichukua dakika kama moja hivi na yeye pia akakaa. Alinitazama huku akitabasamu kila wakati. Hello, unatumia nini? Aliniuliza na kunitazama usoni. Bila shaka alipendezwa na aibu yangu. Kila muda nilijitahidi kuficha macho yangu yasionekane. Yeye hakujali hilo. Aliendelea kuachia tabasamu lake adimu kila muda. Nilimjibu kuwa na kunywa chochote kile, hasa kile atakachokiagiza yeye. Hakuhangaika kupaza sauti kumuita mhudumu. Alinyanyuka yeye mwenyewe na kuelekea sehemu ya huduma. Alivuta bilauri mbili za juisi na kuja nazo. Karibu. Alinikaribisha na kunisihi niwe huru kila wakati. Katika maongezi yetu ndugu zangu, mimi nilikuwa msikilizaji kwa kiasi kikubwa mno, ili niweze kumsoma mwenzangu na labda ningeweza kugundua madhaifu yake. Unasoma Aliniuliza na nikaitikia kwa kichwa. Aliuliza swali ambalo majibu yake aliyafahamu wazi. Na wewe uko mwaka wa 3, sio? Aliuliza swali jingine, lakini hakuniangalia kama nimeitika au la. Alimimina kinywaji chake taratibu kinywani na kukishusha. By the way, unajua vyote hivyo navifahamu na nisamehe sana kwa kukufuatilia kinyemela. Light, natamani nifumbe macho na nitamke maneno haya. Na kupenda. Sijajua utalichukuliaje swala hili, lakini naomba niliwasilishe kwako tafadhali. Tangu nikuone machoni mwangu nimeshindwa kabisa kupata usingizi. Yaani kazi hazifanyiki. Moyo unahitaji mtu sasa, na wewe ndiye sahihi kwangu. Na kuomba tafadhali. Mr. X aliongea taratibu na kumaliza kinywaji chake. Ndugu zangu,
kwani wewe hauna mke jamani? Nilijikakamua kuuliza swali hili ambalo sikujua hata limetokea wapi. Lakini nilijipa hueni ya kwamba nitafahamu kitu kuhusu yeye. Nikategea sikio kusikiliza jibu ambalo lilinipa mwanga wa kutengeneza kifo chake. Pumzika kwa amani, kipenzi mume wangu. Swali zuri sana right. Swali zuri, alijibu Mr. X na kisha akakaza macho na kunitazama. Nami nilianza kula naye sahani moja, na pia niliuondoa hasa ule uoga ambao nilikuwa nao. Tukabaki tunashangaana kwa muda kabla hajaendelea kuongea. Niko na mke. Niko na mke ya. Nilishituka sana ndugu zangu niliposikia kauli hii. Mapigo yangu ya moyo yalianza kudunda kwa nguvu hadi kutikisa meza. Nilianza kutetemeka mwili mzima. Sasa anaye mke, mimi ananipendea nini? Au kwa nini awe na kiburi cha kuropoka neno zito kiasi kile mbele yangu? Si hata angeniongopea tu jamani, Nilikuwa radhi kupokea uongo kuwa aniambie tu ya kwamba hana mtu hata kama yupo. Wajua laiti mke ninaye mzuri na ni mwalimu, mcheshi kwa lugha, kipenzi cha wengi pia. Na by the way sina mwanamke mwingine zaidi ya Fasihi. Naipenda sana Fasihi. Huyo amekuwa mke wangu kwa muda mrefu sana. Nilipokuona wewe tu ikabidi niongee naye huyo mke wangu, na akanikubalia kuongeza mke wa pili. So nakupenda light. Mr. X alifafanua alichomaanisha na mwishowe akaomba tena upendo wangu kwake. Yaani alimaanisha baada ya mimi kuna kitu kingine ambacho alikuwa anakipenda kupita maelezo. Nacho kilikuwa ni Fasihi. Ama kweli huyo mwanaume alikuwa ananichezea akili. Alijua kuendana na mazingira sana. Nilifumba macho na kumshukuru Mungu kwa kunipa mwanaume mzuri na bora ambaye alitambulika kwa hisia zangu tu. Kuanzia hapo ndugu zangu waandishi wa habari mlioko hapa mnanisikiliza, Mr. Xavier tangu sekunde hiyo akapata kibali cha kupendana na mimi. Akakaa kiti cha mbele kabisa katika moyo wangu, kiti ambacho kilikuwa kizima kabisa hapo awali, kilipambwa kwa rangi nzuri za kuvutia. Sikujua kama kitakuja kumwangusha na kumzika mazima mwanaume huyu. Sikujua ndugu zangu waandishi. Labda ndio sababu ya mimi kuwepo hapa na kuwapa ushuhuda huu. Nilimkubalia pale pale na nikapata nafasi ya kumuuliza maswali mawili matatu hivi, na yote akajibu kama nilivyohitaji. Alinipa historia fupi ya maisha yake kabla hata hatujaachana sehemu ile. Alinieleza historia yake kwa ufupi kama ifuatavyo. Kwa majina matatu naitwa Xavier Emmanuel Luoga. Napenda kujitambulisha kama Mr. X. Maisha yangu yalianzia utotoni huko mjini Songea. Nilimaliza elimu yangu ya msingi huko na kumalizia shule ya upili mkoani Songwe. Na nilibahatika kusomea chuo kikuu cha elimu Dar es Salaam yani DUSE na kumaliza shahada yangu ya kwanza, ambapo ni hapo hapo unaposoma wewe, lakini nilikutangulia madarasa kama matatu hivi. Tangu hapo sikuhangaika kabisa na soko la ajira. Moja kwa moja nikajikita katika taaluma ya fasihi. Hadi hapa leo unavyoniona ni mwanachama wa Simulizi Huru Media, kitengo cha habari. Sikubahatika kabisa kujihusisha na masuala ya mahusiano, lakini niko na marafiki wengi wa kike. Labda ni kwa sababu niliyempenda mwanzo alipoteza maisha. Na baada ya hapo Mungu amenionyesha wewe. Nikakupenda, nakupenda right. Historia yake
Alimaliza hivyo na kumalizia tena neno lake lile lile ya kwamba ananipenda. Nilitabasamu na kufurahi sana, ndugu zangu waandishi. Hiyo ndio siku ambayo iliunda siku nyingine zaidi ya 100. Moyo wangu ukamwamini mwanaume mmoja tu ambaye ni Mr. Xavier. Siku na miezi vilizidi na kuzidi. Ukaribu wetu uliongezeka sana, na mara moja alikuwa anakuja hata chuoni kunisabai. Jambo ambalo hata marafiki zangu hawakuamini ni kuwa hatukuwahi kuongea wala kugusia kipengele cha kufanya mapenzi. Labda haya mabusu madogo madogo ndani ya gari lake. Tena tulipeana kama watu waliokumbukana kwa muda mrefu. Nilifurahi, nilipata mtu niliyemwamini sana. Habari zilifika hadi nyumbani kwa mama ya kuwa baada ya masomo yangu ya shahada ya kwanza natarajia kuchumbiwa, yakiwa ni maandalizi kabisa ya kuvaa shera. Ni wachache sana walivaa hili vazi katika ukoo wetu, hivyo kila mtu alikuwa na hamu ya kushuhudia. Jambo hilo lilifanya chuo kimalizike mapema sana. Nikamaliza chuo, ndugu zangu waandishi. Ilipita mwezi mmoja baada ya kuhitimu chuo. Bado niliendelea na kukaa pale pale nilipopanga mwanzo. Huduma zote nilikuwa napata kutoka kwa mume wangu mtarajiwa. Kutokana na upendo huu nilifanikiwa tena kupoteza marafiki wengi sana, hasa wa kiume. Haikunipa shida. Nilikuwa na wakuniliwaza, jamani, wasiwasi wa nini? Kama jinsi tulivyo wanawake, nilianza kulialia ya kwamba anichukue tukaishi wote nyumbani kwake, lakini Mr. X aligoma. Aliendelea kusisitiza ya kwamba yupo na hulka na hisia na mimi, na hapendi kukatisha imani yake na ahadi yake aliyoiweka hapo mwanzo. Mara nyingi alikuwa akinijibu ya kwamba siku Mungu akiidhinisha kuwa mimi na yeye ni mke na mume, ndipo itakuwa siku ya mimi na yeye kuanza kujidai pamoja. Aligoma kabisa Mr. Xavier. Alikuwa na msimamo sana mwanaume yule. Jambo ambalo nilikuwa silipendi ni kusikia na mahusiano ya kirafiki na wanawake wengine. Mchezo huu sikutaka kwake, lakini sikutaka kuonesha kabisa. Niliogopa kujenga wasiwasi. Nikaendelea kuishi na dukuduku langu. Nakumbuka ulikuwa ni mwezi wa 11 mwaka 2021. Nilipata shahada ya kwanza ya ualimu. Mwezi huo nikapata na shahada nyingine ya ndoa. Alhamdulillah, nikawa mke halali wa Bwana Xavier Luoga, mke wa ndoa ya dini ya Kikristo. Hakuna aliyeamini tukio hili. Kila mmoja ilimpasa kushuhudia kwa macho yake mawili. Nikaweka rekodi ya kuwa kati ya wanawake wachache duniani ambao wamefunga ndoa wakiwa bado na usichana wao. Kila kitu kilienda sawa na harusi ilikuwa kubwa sana. Ukumbi mkubwa, mambo makubwa. Hata ndugu zangu wasio na uwezo wa kutembea walikuja jijini kwa usafiri maalum ulioandaliwa kwa ajili yao hadi siku ya kurudishwa. Hakukuwa na sababu ilionekana kwa mtu kukosa shughuli hii. Tulipunguza changamoto nyingi sana, na hili maanisha ya kweli ya kwamba mume wangu ananipenda kwa dhati. Hivyo nilifurahi sana. Hatimaye laiti mimi nikawa ndani ya nyumba. Nyumba ilikuwa maeneo ya Kurasini jijini Dar es Salaam, karibu kabisa na jengo kubwa la vioo linaloimurika Kariakoo. Nilikuwa ni mtu mwenye furaha sana kwa kweli, ndugu zangu waandishi. Ndani kulikuwa na kila kitu: televisheni, redio, vifaa vikubwa vya muziki na mengineyo mengi ambayo ungeweza kuyataja. Getini hakukuwa na hata mlinzi. Kulishatandazwa nyaya za umeme za kutahadharisha wezi na wavunjifu wa amani katika nyumba za watu. Unadhani juu ya yote hayo ni nini nilikosa mimi katika maisha yale? Kitu pekee nilichokikosa ni mtu wa kuongea naye kutwa nzima. Kama wewe ni binadamu wa kawaida,
basi huwezi siku nzima ukakaa peke yako kutazama tu televisheni au kucheza na vyombo vichafu, hususan sisi wanawake. Lazima utafute kijisehemu cha kujishikiza, hata maneno mawili matatu hivi. Niliongea na mume wangu ya kuwa anahitaji nikae na mtu kipindi yeye yupo kazini, lakini hakupenda kuongelea swala hili. Alihakikisha tu kila atokapo asubuhi, basi kila huduma inayomhusu yeye ameiacha. Sikupata shida kwa kweli. Msikilizaji, sehemu ya 3 hiyo ya riwaya yetu inayokwenda kwa jina la Machozi ya Damu. Mwanadada Lightness anaendelea kutoa mkasa huu mbele ya waandishi wa habari juu ya kile kilichomsibu hadi kupelekea hii leo yupo gerezani. Tunaendelea kupata mkasa huu ulioandikwa na mtunzi nguli Xaveri Iluoga. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Tafadhali tukutane katika mfululizo wa sehemu ya 4 na nyinginezo zinazoendelea katika riwaya hii. Hii ni sehemu ya 4 ya riwaya inayokwenda kwa jina Machozi ya Damu, riwaya ambayo imeandikwa na mtunzi Xaveri Iluoga. Sehemu ya 3 tuliishia pale ambapo mwanadada Lightness anaendelea kutupa simulizi juu ya mkasa uliompata katika maisha yake hadi kupelekea yeye kuwepo gerezani hadi hivi sasa, na yuko mbele ya kundi kubwa la waandishi wa habari wakihitaji kufahamu kisa na mkasa kilichompata mpaka kupelekea yeye kuwepo pale gerezani. Sehemu ya 3 tuliishia wakati Lightness anaeleza ya kwamba tayari alikuwa amekwisha kuolewa na Xaveri, na sasa maisha ya nyumbani ameanza kuyachoka taratibu. Anahitaji walau mtu wa kupiga naye story 2-3 pale nyumbani. Sasa tusonge mbele. Mwanadada Lightness anaendelea kwa kusimulia kama ifuatavyo. Kuna siku nilipata nafasi ya kutoka na kuzunguka katika baadhi ya maeneo hapa jijini. Yote ilikuwa ni kutafuta vifaa na vyakula vingine vya kwenye jokofu. Niliona hakuna shaka pindi nitakapotafuta hata fundi wa kunifunga nywele zangu ili ziwe katika muonekano tofauti. Kusema kweli, mume wangu hakuwahi kunikataza kabisa nisitoke. Nilikuwa huru katika kila kitu. Hata wikendi akitoka kazini, basi hunichukua majira jioni na kumaliza usiku katika mahoteli makubwa kubadili hata ladha ya hali ya hewa. Huko nilipoenda kujishikiza nywele zangu, nikakutana na washauri na saa. Jamani, kuna wanawake wanaongea hadi naogopa. Ikaja mada ambayo inanilenga moja kwa moja mimi, lakini niliogopa kuchangia. Nikakaa tu kwa ajili ya kusikiliza. Unakuta mwanaume anakupa kila kitu ndani, kila kitu kipo mwaya, lakini akitoka tu basi ametoka. Tena wanaume wengi ndio hujishikiza haswa katika kukupa kila kitu ili ulizike tu na usiweze kumfuatilia katika mambo yao. Dada msusi aliongea katika saloni ile. Aliendelea kwa kusema ya kwamba mimi mume wangu alikuwa ananifanyia mchezo huu. Akitoka nyumbani anaacha kila kitu, anaenda kazini huko hadi mida ya kwenda kwa malaya zake. Sasa mimi si nilirizika tu na vya kwangu jamani, kumbe kuna wahuni wapo tu na wanajilia mume wangu. Yule dada aliongea sana. Japokuwa sikuchangia chochote, lakini nilitoka na kitu. Wivu ukaanza kunijaa haswa, ndugu zangu waandishi wa habari. Nikamsubiri mume wangu siku hiyo aje na kumuomba nipeleke anakofanya kazi. Hakubisha, tena akanipeleka hadi katika ofisi za viongozi wake. Kaka Sam, huyu ndio mwandani wangu, mke wangu, aliongea huku akinigeukia. Na waifu, huyu ndio mkurugenzi hapa Simulizi Huru Media. Hakika najivunia kufanya kazi pamoja naye. Mume wangu alinitambulisha kwa kila mtu sehemu ile. 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 Mume wangu alinitambulisha kwa kila mtu sehemu
Nilifurahi kwa kuwa alisikiliza kile ambacho nilikuwa nahitaji, lakini roho yangu haikuridhika kabisa. Nilitamani anipeleke hadi kwa marafiki zake wa kike, lakini alikiri ya kwamba marafiki zake wengi wanakutana online. Lakini alianza kupata wasiwasi juu ya wivu wangu. Mke wangu, nini shida? Nachelewa kurudi nyumbani au kuna utofauti umeuona kutoka kwangu? Aliuliza swali hilo na likakosa majibu kabisa. Sikujua cha kujibu, kwani hakukuwa na utofauti kabisa kati yangu na mume wangu. Alikuwa muumini vile vile, mcha Mungu na mtu anayempenda sana mke wake. Kimbembe kilianzia hapa, ndugu zangu waandishi wa habari. Tena mnisikilize kwa makini. Ilikuwa ni siku ambayo nilitapika sana mbele yake. Nilichukizwa na hali hii ya kutapika, tena ikinirudia zaidi ya mara moja. Lakini yeye aliniangalia na kuniambia tu ya kwamba bado utakuwa chini ya uangalizi wangu mke wangu. Aliongea hivyo na sikuelewa anazungumzia nini. Tulivusha siku ile bila ya kugombana, kwa maana nilijikuta tu nina kisirani ajabu. Siku iliyofuata nilianza tena kuhisi ya kwamba siko peke yangu. Kuna kiumbe kingine kimeanza kusumbua tumboni mwangu. Nikainua simu na kupiga. Please, najisi vibaya, wahi nyumbani mara moja. Kisha nilikata simu. Sikujua kwa nini nimefanya hivyo, lakini ikatokea tu. Jamani, ni shetani gani anawapanda wanawake katika kipindi kama hiki? Ewe mwanaume mwelewa wa hali hii unayenisikiliza au kunitazama, wafundishe wanawake jinsi ya kuhimili hulka zao za mimba. Mwanamke akiwa na mimba, kama atashindwa kujihimili, basi atawachukiza wengi sana. Basi ndugu zangu waandishi wa habari, siku hiyo tulienda hospitali na nikakutwa nina ujauzito. Hakika ilikuwa furaha sana, hasa kwa mume wangu. Bila shaka alisubiri kwa muda mrefu sana hali hii. Hii ilijionyesha pindi alipoanza kuzidisha mapenzi kwangu. Yaani nina uhakika kwa 100% alinipenda sana mume wangu. Lakini kwa nini nimuue? Kwa nini? Jiulizeni swali hilo ndugu zangu waandishi wa habari mnaonisikiliza, mliopo ndani ya mkutano huu. Hadi kufikia hapo, mwanadada Light alianza tena kulia. Na hapa hakuna aliyejitahidi hata kuongea neno. Waandishi walifuta vumbi katika vioo vya kamera zao na kuweka tena sawa kwa ajili ya kurekodi. Light alikuwa anasimulia pole pole, na muda mwingine kwa kucheka, kufurahi na kulia kama mtu aliyebanwa na kwikwi. Alipoona yupo tayari, aliendelea kusimulia. Hakika ndugu zangu waandishi wa habari, sikuwahi kupata upendo kama huu tangu niingie katika ndoa. Hapo ndipo nikaamini ya kuwa kumbe wanaume nao wana hisia. Alikubali lolote nililosema, hata kama linaonekana wazi kuwa ni uongo. Siku za kliniki, basi naye hakuweza kufunga safari kwenda sehemu nyingine. Alitayarisha gari mapema ili mke wake na mwanae kijacho tukae na tupeleke kituo cha afya. Wivu wangu ulijaa maradufu kwa kipindi hicho. Sikujua labda ni sababu ya ujauzito, lakini hapana, ndio nifanye vitu kama vile. Yaani nilihitaji kumuona mume wangu kwa ukaribu sana. Nikasahau kabisa kama na majukumu ya kuandika simulizi na kuendeleza kikundi chao cha Simulizi Huru Media Production, kilichomtoa kimaisha hadi kujipatia kagari na kajumba ambacho hivi sasa tunavitumia. Sikumpa hata muda wa kupumzika mume wangu. Kadiri muda ulivyokuwa unaenda, akiweka makalio yake chini tu, basi namuagiza tena kunichukulia au kunifanyia kitu fulani. Baba, jokofu halina kitu, si ungejaza kabisa? Muda mwingi nilikuwa natoa amri za namna hiyo. Hakuwa akinipinga. Hakunipinga kwa sababu aliweka matumaini kwa kiumbe chake kilichokuwa ndani yangu. Alisimama na kutekeleza jukumu nililokuwa namwagiza.
Kipindi hiki nikiwa mjamzito, mume wangu alikuwa mshika dini sana. Jumapili sote tulikwenda kanisani. Jumamosi alichezea tumbo langu kutwa nzima. Siku nyingine ni mara moja sana ndio alikuwa akienda kazini. Unaenda wapi baba? Naenda kazini. Jamani, kwani hujui kama mimi naumwa? Basi niandalie kabisa samaki basi ndio uondoke. Hayo yalikuwa ni maneno yangu. Mume wangu hakuwa ni mkasirikaji hata kidogo. Alikuwa akitabasamu, analegeza tai yake, anachomolea shati lake na kuingia jikoni. Hata iwe saa 11 alfajiri, alikuwa anaingia jikoni na kupika hao samaki ambao mara nyingi nakuwa hata sina hamu nao kutokana na mafuta yake. Naam, msikilizaji, hiyo ni sehemu ya 4 ya riwaya hii inayokwenda kwa jina la Machozi ya Damu. Tafadhali endelea kuungana nami Pasco Tuliano katika mfululizo ama mwendelezo wa riwaya hii, tufahamu nini kilitokea. Tungali tunaendelea kuyasikiliza maneno haya kutoka kwa mwanadada Lightness Mkombo akiwa gerezani, na amewaita waandishi wa habari kufanya nao mkutano ili aeleze kinaga ubaga nini hasa kilimkuta katika maisha yake hadi kumpelekea kufanya mauaji yaliyosababisha hii leo yupo gerezani. Na kukumbusha, mtunzi wa riwaya hii anaitwa Xaveri Iluoga. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Tukutane sehemu ya 5. Msikilizaji, na kukumbusha ya kwamba riwaya hii imeandikwa na mtunzi Xaveri Iluoga, na hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Riwaya hii inakujia kupitia Simulizi Zetu Media, wanaopatikana katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwa jina hilo, hasa upande wa YouTube. Ukiingia huko, tafadhali hakikisha una subscribe. Unaweza pia kuwasiliana nao kupitia nambari za WhatsApp za 0757 567253. Na sasa tusonge mbele katika sehemu ya 5 ya riwaya hii iitwayo Machozi ya Damu. Tunaendelea kusikiliza mkasa anaotueleza mwanadada Lightness Mkombo akiwa ni mfungwa gerezani, na sasa hii leo yupo mbele ya waandishi wa habari akisimulia mkasa mzima tangu mwanzo hadi mwisho. Nini kilipelekea mpaka hii leo yupo gerezani akihukumiwa miaka 9 ndani ya gereza. Na sasa tuendelee kumsikiliza akisimulia. Ilikuwa ni takribani miezi 7 sasa tangu nikuze kiumbe changu. Maisha yangu yalikuwa na furaha sana kwa sababu nilikuwa karibu na mume wangu. Lakini alikuja na wazo siku moja, wazo jipya na lenye umuhimu kwetu. Lakini likawa ni wazo pia ambalo ndiyo sababu ya kuhusika na kifo chake. Ewe Mungu, nisamehe mimi kiumbe mdhambi. Mume wangu alikuja na wazo jamani. Mke wangu, unajua hii miezi inahitaji mtu na maanisha msaidizi. Huyo atakuwa kwa ajili ya kufua, kupika, kukuangalia kila mara, lakini pia maandalizi ya mtoto. Mke wangu, si unajua sisi wanaume wazito sana kununua madishi na vifaa vya kujifungulia, si unajua Aliongea kifasihi zaidi, lakini nilimuelewa mume wangu. Ndugu zangu waandishi, kwa kweli alihitajika mtu sasa wa kuwa karibu, kwa maana mume wangu hakuwa mzuri katika kuchagua rangi wala saizi. Asija akaninunulia soksi za kike kwa mtoto wa kiume bure. Basi wazo likapita la kuelekea kumchukua msaidizi.
Baada ya siku 2 mume wangu alielekea huko mkoani Ruvuma wilayani Mabada. Alitumia usafiri wake kwenda kusalimia wazazi wangu na kumuomba mdogo wangu aitwaye Vaileti. Huyu alikuwa ni mdogo wangu anayenifuata kuzaliwa. Alikwenda kumuomba ili aje kunisaidia shughuli za mwishoni mwa ujauzito. Kila kitu kikaenda sawa. Mdogo wangu anaitwa Vaileti Mkombo, ni mdogo halali wa mimi Lightness Mkombo. Sisi tulizidiana miaka 2 tu, mimi nikiwa mkubwa kwake. Kwa umbo lake lilivyo unaweza kudhania ni mtoto aliyehitimu kidato cha 4 hapo juzi. Tulifanana sura kidogo sana kutokana na kila mmoja kurithi upande wake. Vai na Mr. X wote walifika nyumbani salama. Wow, dada yake, hapa nilikuwa nawaza kweli kama utakuwa umebadilika. Hivi ina maana umegoma kabisa kusuka Ilikuwa ni maongezi niliyoanza kuzungumza na mdogo wangu mara baada ya kuwapokea. Dada, wanajeshi na kusuka wapi na wapi? Nasukia maadui au? Kwanza nina hasira sana, sikuhudhuria siku ya ndoa yenu dada. Aliongea mdogo wangu Vaileti huku akibinya midomo yake na akituangalia wote kwa zamu, mimi na mume wangu. Hivi haukuwepo shemwe? Alidakia mume wangu huku akicheka kwa mfululizo. Niwepo wapi shemu? Muda huo kozi za jeshi ndio zilikuwa zimeumana kweli yani. Hakuna likizo, hakuna kutoka, labda nijikoshe tu kwa picha. Aliongea na kunyanyuka katika sofa alilokaa. Mdogo wangu Vaileti alisogea hadi ilipokuwa picha kubwa ukutani. Ilikuwa ni picha ya siku ya ndoa yetu. Ilikuwa ni full black and white, yani nyeusi na nyeupe. Baba ndani ya suti na mama ndani ya shela. Mdogo wangu alikuwa mcheshi sana, ndugu waandishi wa habari. Sitaki kumshuhudia lawama kuwa yeye alihusika katika kifo cha mume wangu. Hivi kweli mdogo wangu Vai au alihusika katika huu mkasa? Hapana. Ona sasa hadi sheria imechukua mkondo wake. Ndugu zangu, nilianza kukaa na mdogo wangu siku baada ya siku. Alikuwa mchapakazi sana kama nilivyomfahamu. Vitu vingi sana alivifanya kijeshi kutokana na mazoea. Mdogo wangu Vai alikuwa katika kozi maalum ya jeshi la kujenga taifa huko mkoani Iringa baada ya kuhitimu kidato cha 4. Hadi kwa wakati huo alikuwa kwanza nyumbani kusubiri matokeo ya uchaguzi wa ajira za kazi hiyo. Mume wangu alipata kupumua sasa, kwani aliendelea kwenda kazini kila siku, lakini alichelewa kutoka nyumbani na pia aliwahi kurudi nyumbani. Kweli alikuwa ananipenda sana mume wangu, lakini najua bado mnajiuliza kwa nini sasa nimuue. Sitaki kuikumbuka hii hatua kwa kweli. Sihitaji ndugu zangu waandishi. Kweli ndoa kumbe ndio ina mazuri na mabaya kiasi hiki. Lakini mbona mazuri nilivumilia? Kwa nini nishindwe haya mabaya? Inasikitisha kweli jamani ndugu zangu. Hao walilipa yale ambayo mimi nilikuwa namfanyia. Kumchelewesha kazini, kumkaripia, kumgombeza, kumsumbua. Hivyo tu jamani. Hao walikuwa wananiigizia. Bora hata nimemuua mume wangu. Nilichoka jamani. Laiti aliongea kwa kasi na uchungu sana kwa wakati huo. Ndani katika chumba kile cha waandishi wa habari kukalipuka tena kwa machozi. Waandishi wengi waliangua vilio kwa yale yaliokuwa yanasimuliwa na mwanadada huyu Lightness. Alilia sana Lightness. Bado kuna dukuduku lilikuwa linamsokota. Lilimkaba haswa. Alikuwa anatafuta namna ya kulitoa. Sasa akaendelea. Dada, umepata mume bora sana dada yangu. Tena amenifundisha mambo mengi sana kuhusu wanaume. Hapo mwanzo sikuwa na upeo huu ambao leo mume wako amekuwa darasa kwangu. Nilikuwa nawachukulia wanaume ni binadamu kutoka uzao mmoja wa ukatili, afu watu wasio na huruma kwa wanawake. Kumbe nilikuwa nakosea dada. Na kuishi hapa nimepata kama darasa hivi. Mambo kama haya jeshini hayapo kabisa. Mdogo wangu alinihadithia mema ya mume wangu siku moja tulipoketi kupunga upepo nje ya nyumba kubwa mimi na yeye. Nilitabasamu tu alivyoniambia vile na nikaishia hapo. Nilishamzoea mume wangu, nikaona kawaida tu kufanya mema kwa mdogo wangu.
Heka na pilika za tarehe za kujifungua zikawa zinakaribia. Mdogo wangu Vai aliniwahisha kituo cha afya kwa haraka zaidi. Hakuchelewa, kwani msaada mkubwa ulitoka kwa daktari binafsi aliyelipwa na mume wangu kuja kunipima kila baada ya siku 2. Aliniomba niwahi hospitali haraka sana, kwani inaonyesha kuwa mapigo ya moyo wa mtoto yalikuwa yanapungua. Nilipofikishwa hospitali, nilipimwa na kuambiwa kuwa njia ya mtoto imeonekana kukamilika na ninapaswa kudungwa sindano za uchungu kumuita mtoto. Mume wangu alipewa taarifa na haraka akawahi hospitali. Ndugu zangu, nilipata tu habari mume wangu yupo nje ya chumba cha kusubiri wagonjwa wanaotoka kujifungua. Kwa huruka za mume wangu nilijua kabisa ameshikilia mlango kuchungulia kiumbe chake kinavyopatikana. Nusu niropoke kwa manesi wa zamu ya kuwa mtoweni mume wangu pale mlangoni ananichungulia, kwa sababu nashindwa kusukuma kwa kuona aibu. Hayo ndio yalikuwa mawazo yangu ya kipuuzi kichwani mwangu kwa wakati huo. Ndugu zangu waandishi wa habari mlioko hapa, nisiwadanganye ya kuwa huu ndio ulikuwa mwisho wa mapenzi ya dhati kutoka kwa mume wangu. Huu pia ulikuwa kama mwanzo tu wa dalili za kutengeneza kifo chake. Nashindwa kuhadithia sehemu hii kwa sababu sikujielewa wala sikuelewa nini kimetokea. Nilizimia baada ya kujifungua, ndugu zangu. Baada ya muda nisiojua, nilizinduka nikiwa kitandani na watu tele wakinisimamia. Pembeni kulikuwa na kijitanda maalum kwa ajili ya kuweka vichanga. Nilikivuta kwa shauku ya kuangalia hata jinsia ya mwanangu, lakini hakukuwa na mtoto. Nilijaribu kutaka kujiinua ili niangalie vizuri, lakini waliniwahi na kunituliza kitandani. Kila mmoja aligeuka upande wake kwa kunionea aibu. Niliwaangalia kwa hasira mno kwa wakati huo. Mdomo wangu ulikuwa mzito hata kutoa salamu. Niliwaangalia wote na kugundua ni ndugu wa karibu na baadhi ya majirani, lakini mtu mmoja tu hakuwepo mahali pale, baba wa mtoto, yaani mume wangu. Ndugu zangu waandishi, wakati najitahidi kuuliza alipo baba wa mwanangu, ghafla nilisikia mlango unafunguka na watu wawili wakiingia. Mmoja alivaa mavazi ya heshima, huku kile kifaa cha kupima mapigo ya moyo kikibembea kifuani kwake. Bila shaka alikuwa ni daktari. Mwingine alikuwa ni kijana mrefu kidogo, maji ya kunde. Chunusi zake za muda mrefu zilionyesha kupotea kwa tabasamu lake. Huyu alikuwa ni mume wangu, baba wa mtoto wangu, Mr. X. Aliponiona tu na mwangalia, aliachia meno yake wazi na kuruhusu tabasamu usoni mwake. Nami nikajibu kwa tabasamu lile lile kama alilonionyesha. Nilikuwa na mkejeri kila siku, hivyo alizoea. Yule daktari alipaza sauti yake nzito kiasi kuomba watu wampishe katika kazi yake mara moja. Dakika tu walijikusanya na wote kutoka nje, hadi mume wangu pia alitoka. Lightness, unajisikiaje? Alinijulia hali daktari yule, huku akinisaidia kunifunika mapaja yangu meupe yasiyo na doa. Salama, nipo vizuri kidogo, nilijibu. Sawa, naitwa Dr. Francis Kadudu. Ni mhusika na matibabu yako hadi kujifungua, aliongea daktari yule huku akiniangalia usoni. Niliitikia tu kwa kichwa. Pole sana na hongera sana kwa hilo pia. Hakika wewe ni shujaa, Light. Aliongea tena kidogo daktari yule, kisha akatabasamu. Unajua, muda wa takribani lisali moja lililopita ulifanikiwa kujifungua kwa njia ya kawaida kabisa. Jambo ambalo si la kawaida. Mtoto alikuwa na mapungufu kidogo. Kuna sehemu hazikukaa sawa sawa. Ana vidole 24, yani namaanisha mikononi vipo 6 na miguuni pia. Alafu
sikio moja na pua vimeungana na sehemu ya ubongo. Kwa hiyo kwa taarifa za kidaktari hii inaitwa abnormal, na zimeonyesha mtoto ameshindwa kupumua hata kwa dakika 5 tu. Kwa hivyo baada ya kujifungua tumempoteza. Hakika taarifa hizi, ndugu zangu waandishi wa habari, ziliusumbua sana moyo wangu. Ghafla nilipatwa na ganzi ya kushindwa kuuliza wala kujibu chochote kile. Machozi yalikuwa yananitoka na nilishindwa hata kufumba macho. Nilibubujikwa na machozi huku mboni za macho yangu zikiwa usoni mwa daktari, lakini taswira yangu ilikuwa mbali sana. Ilikuwa ninaona jinsi mwanangu anavyocheza kwenye maua ya baba yake, jinsi anavyolishwa chakula kizuri na baba yake, mwanangu anavyoshushwa kwenye gari na kumpungia mkono baba yake pindi anapopelekwa shule. Kwa kweli roho iliniuma sana. Kuikui zilinikamata na kujikuta naishiwa tena nguvu, ndugu zangu waandishi wa habari. Macho yakawa mepesi na kufumba ghafla, nikawa nimezimia. Kama wasemavyo wahenga ya kwamba tabasamu huficha hisia za maumivu, nilizinduka na kukuta uso wa mume wangu ukitabasamu mbele yangu. Niliona aibu sana kwa kushindwa kumletea mtoto wake akiwa hai. Machozi yalianza kunitoka tena kwa mara nyingine. Mwanaume huyu wa tofauti kabisa duniani alikusanya shati lake na kunifuta machozi. Nyamaza jasiri wangu. Nafurahi sana umeniletea kidume, japo Mungu amemchukua. Tushukuru sana Mungu kwa kufanya hivyo mapema. Kwa hali niliyomuona nayo, bila shaka kama angekuwa hai, angekuwa anakuuliza kila siku mke wangu. Au ungeweza kukaa na kiumbe ambaye hawezi kuongea, kusikia, kutembea, hata kupumua? Tumshukuru Mungu mke wangu. Mume wangu aliongea hayo na kunifuta machozi tukiwa ndani, mimi na yeye. Aliniinua kwa upendo kabisa na kuniketisha chini. Alisimamisha mkoba wa maji uliokuwa unapeleka maji mwilini mwangu, kwani maji ndani ya kijimfuko kile yalikuwa yameisha. Pole na hongera mke wangu. Sawa? Aya, inuka, nimekuandalia kitu hapa. Nikifanya na wewe unaachama, sawa? Na mimi naweka mchuzi wa nyama. Okay? Tunakubaliana. Aya, achama kidogo. Safi, tafuna umeze. Hakika ndugu zangu waandishi wa habari, huyu mwanaume alikuwa ni mtu wa tofauti sana. Machozi yangu yalikauka ghafla pale pale na nikaendelea kumshangaa kwa vituko vyake. Nilikuwa nawaza tu nitakuwa naonekanaje kwenye jamii. Uzazi wa kwanza alafu nazika jamani. Laiti alianza tena kulia kwa sauti mbele ya waandishi wa habari. Safari hii alilia hadi mwandishi mmoja wa kike alisogea na kumkumbatia. Alimbembeleza mara kadhaa na kumpa pole. Alimwambia maneno ya kumtia moyo ili arudi katika hali yake. Bila shaka mwandishi yule naye alipitia wakati mgumu kama Laiti, kiasi cha kuguswa hadi kutoka mbele kabisa ya jukwaa. Mimi na wewe hatuwezi jua. Hakika haya ni machozi ya damu. Baada ya dakika 5, yule mwandishi wa kike alimaliza kazi yake. Light alirudi katika hali yake na kuanza kwa kutabasamu. Naam, bila shaka anaendelea kukumbuka tabasamu la marehemu mume wake. Sasa tuendelee. Samanini sana jamani waandishi wa habari. Sikuja hapa kwa nia kuonesha udhaifu wangu hadharani, bali nimekuja kutoa sababu na kujibu maswali yenu ya kwa nini nilimuua mume wangu kwa mikono yangu mwenyewe. Basi baada ya pale tulirudi nyumbani na mume wangu pamoja na mdogo wangu Vaileti.
Njia nzima nilijiona ni mkosaji sana kwa kushindwa kutimiza haja ya mume wangu. Kila nikikumbuka kuwa alikuwa ni jinsia ya kiume, moyo ulizidi kuniuma sana. Bado mume wangu aliendelea kuwa karibu sana na mimi kwa kila kitu. Nikiwa naye nilijihisi kama hakuna tatizo kwa ucheshi wake, lakini akiwa mbali na mimi tatizo ndio lilikuwa likijirudia. Mke wangu, mwanangu hajafia tumboni. Ulijifungua kabisa, tena salama. Kwa hivyo nimempa jina kabisa. Atakuwa ni mwanangu wa kwanza kabisa, na nimempa jina la Bright kuashiria mwanga, akili na nguvu. Hakika mwanangu alikuwa ni mwenye maajabu yake. Hayo yalikuwa ni maneno ya ufariji sana kutoka kwa mume wangu. Kama kuna wanawake wenzangu wananisikia, basi lazima wataonja tu mapenzi haya, japo yananitoka kwa machozi. Toka hapo nikamuita Baba B, yani Bright, nami akaniita Mama Bright ili kumwenzi marehemu mtoto wetu. Nisiwe mkosefu wa shukrani, ndugu zangu waandishi wa habari, pia kwa mdogo wangu na dada yangu kwa wakati mmoja, naye alikuwa na nafasi kubwa sana kwa wakati huo. Vai alikuwa bega kwa bega na mimi. Alionyesha mapenzi ya dhati na kuwa mshauri wangu kila siku. Sikutegemea kama kuna siku naye nitamhusisha katika tabia mbaya za mume wangu ambazo zilipelekea kifo chake. Naam, msikilizaji, sehemu ya 5 ya riwaya hii iitwayo Machozi ya Damu inaishia hapo. Tafadhali endelea kuwa nami Pasco Tuliano katika sehemu ya 6 ya riwaya hii, tufahamu ni kipi ambacho Lightness ataendelea kutusimulia. Nini kiliendelea, nini kilitokea mpaka mauaji akayatekeleza. Tafadhali ukiwa unasikiliza riwaya hii upande wa YouTube, hakikisha unasubscribe katika chaneli hii ya Simulizi Zetu Media. Asante, tukutane sehemu ya 6. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Simulizi Zetu Media tunapatikana katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo YouTube kwa jina hilo. Tafadhali utembelee hapo, hakikisha una subscribe. Sasa tusonge mbele kusikiliza kisa hiki cha mwanadada Lightness Mkombo akiwa mbele ya waandishi wa habari. Tayari amekwisha kujifungua, lakini kwa bahati isiyo njema anawaeleza waandishi wa habari ya kwamba mtoto alifariki kwa sababu alizaliwa akiwa na baadhi ya mapungufu. Amekwisha kurudi nyumbani yeye, mume wake pamoja na mdogo wake aitwa Violet, na maisha mapya yameanza. Nini kilitokea baada ya hapo? Sasa tusonge mbele. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya miezi kadhaa nilianza kuzoea hali. Mdogo wangu alirudi nyumbani kwa wazazi kwa sababu alishamaliza kibarua chake, kibarua ambacho aliajiriwa na mume wangu. Mdogo wangu Vai kumbe alikuwa anafanya kazi 2 kwa wakati mmoja. Mimi sikujua ndugu zangu. Hapo mwanzo hata sikulitambua kabisa. Kumbe wakati wote huo mdogo wangu Vai alikuwa ananitunza mimi kwa heshima kubwa mno. Baada ya hapo alikuwa akimtunza pia mume wangu yale yaliyostahiki. Ndugu zangu waandishi, ukizungumza kuhusu wanawake, unazungumza kuhusu chuki na kutopendana. Wanawake ni sigara tu, kiburudisho cha moyo wa binadamu, lakini ndio muuaji mkubwa mapafu ya binadamu hao. Usiniulize kwa nini wanawake wengi hawapendi kuvuta sigara kama wanaume. Ni kwa sababu miili ya wanawake tayari ni sigara tosha. Ndugu zangu, ndoa yangu na Mr. X ilianza kuyumba baada ya mambo kadhaa. Wacha mambo hayo ni yachanganye ndani ya matukio nitakayoelezea. Kuna kitu kinaitwa wivu. Mwanzoni sikuwa nacho kabisa na sikupenda kabisa kuwa na wivu. Lakini baadaye mambo yaligeuka. Kutokana na kukosa mtoto kulipelekea kuhisi kama mume wangu ananizunguka.
Hilo nililiona tu baada ya mume wangu kuondoa baadhi ya vitu vyema ambavyo mwanzoni wakati nipo mjamzito alivyoonyesha. Kwanza ni kazi. Mume wangu alikuwa bize sana na kazi. Vikao vya mara kwa mara vikaibuka. Akirudi nyumbani saa 10 basi jua kabisa amekuja kubadili shati na kuondoka tena. Mume wangu, unaondoka tena sasa hivi? Nilikuwa namuuliza mara kwa mara maswali ya namna hiyo. Ndio, siku mbili hizi mambo yamenibana sana mke wangu. Kila mmoja amepewa majukumu yake mazito ambayo ni nje na utaratibu wa kawaida wa kazi. Mara nyingi alikuwa akinijibu hivyo mume wangu. Kwani lazima ukafanyie huko uendako, si hata hapa nyumbani mume wangu? Niliendelea kumhoji. Mke wangu, tunategemea sana taaluma hii ya fasihi katika kuendeleza maisha yetu. Nikizembea tutalala njaa mke wangu. Kufanya kazi nje ya hii nyumba kunanipa umakini mkubwa na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Alinijibu. La haula, mambo yalikuwa yanabadilika sana kwa mume wangu ndugu zangu. Alikuwa hajali hata kidogo. Anaweza kurudi nyumbani akiwa rafu kuliko hata alivyotoka. Anaweza kuona naandaa chai hadi kukaribia kuiva, lakini anaaga ya kwamba anawahi kazini. Anaweza kurudi na kupitiliza kitandani. Nikiongozana naye anabadili upande wa kulala. Mume wangu, nina hamu na wewe. Siku moja nilimgusa niwapo kitandani, lakini hakugeuka. Nilipomgeuza alikuja na uso uliokamilika kwa hasira. Hivi kwani wewe laiti huwezi kuniacha nitulie kidogo hadi pale nitakapoona inafaa? Aliongea kauli tata sana mume wangu. Nikithubutu kuhoji basi alikuwa mkali kweli kweli. Alikuwa hapendi kabisa kujibu swali ambalo majibu yake yapo wazi. Mume wangu Xavi, nataka niongee na wewe. Siku hizi umebadilika sana, nini tatizo? Ndugu zangu, nilijitahidi sana kuwa mbishi na kuwa karibu naye kila muda. Alitabasamu kidogo na kuniangalia kwa makini. Hakuonesha uso wa kuwa na wasiwasi. Alinishika bega na kunitikisa kidogo. Sawa, tutaongea lakini sio sasa, alijibu na kuondoka pale nilipo. Aisee, nililia sana. Hapa ndipo nilipojua kuwa nampenda sana mume wangu. Upendo wake wa mwanzo ulinihakikishia makubwa sana moyoni mwangu. Sikutoa kopi, nilimkabidhi moyo wangu wote. Lakini leo tazama ndugu zangu, unavuja damu moyo wangu, damu ya mume wangu. Nilipokaa mwenyewe nilimkumbuka yule mama wa kipindi kile ninakotengeneza nywele. Nilitamani kujifunza upya maana ya ndoa. Nikahisi anaweza kunisaidia kitu. Basi nikafunga safari hadi anapotoa huduma. Nikachukua ujumbe kutoka kwake. Jamani, pole sana dada. Yaani ukiona mwanaume yupo hivyo, jua kabisa kuna mtu amechukua nafasi yako. Aliongea na mimi mwanamke yule pindi alipokuwa ananikausha nywele zangu. Nikatoka na hilo neno, tena lilinikaa kichwani kweli kweli. Nilirudi nyumbani nikiwa na hasira sana. Moyo ulitaka kujua kwa nini mume wangu amebadilika kiasi kile. Lazima kuna kitu ananificha. Wivu na chuki zikapokezana zamu na hasira. Mwili ukatawaliwa na nafasi ya upelelezi. Nilitaka kujua, je, nini kipo nyuma ya pazia? Ndugu zangu waandishi wa habari, hapo nikafanya kosa kama wanawake wengi wafanyavyo makosa ya aina yao. Nilianza kumchunguza mume wangu. Nilimpeleleza kila sehemu. Nilikuwa nahakikisha simu zote na jumbe zote zinazoingia katika simu yake basi nazisoma. Hili hakika lilikuwa ni kosa langu kubwa sana nililowahi kulifanya katika maisha yangu. Simulizi zote anazotunga na kusimulia basi nilikuwa nikizisoma. Akiaga anatoka basi nilikuwa naweka mazingira sahihi ya kumshika na ushahidi, ili tu moyo wangu ridhike na umshike na kosa litakalonipa mwelekeo wa mapenzi yangu. Hapo nilizidi kufanya kosa. Nilifanya kosa la kumpeleleza mwanaume, kosa ambalo leo hii linanidondosha tena chozi langu la damu. Hakika mume wangu ulikuwa mtu wa ajabu kuliko nilivyokujua.
Ndugu zangu waandishi, nilijitahidi sana kila ujumbe unaoingia katika simu yake niwe mimi wa kwanza kusoma. Hapo nikaanza kumuudhi. Mama, unajua kwa tabia hii naweza kupoteza kabisa wateja, unalijua hilo? Alinidokeza siku moja, uso ukiwa umemjaa hasira. Sikujali, niliendelea kupambana na penzi langu. Laiti, hivi kwa nini siku hizi umebadilika kupita maelezo? Siku nyingine aliniuliza maswali hayo. Nikamjibu, baba, mabadiliko yako ndio yamenibadilisha mimi. Akatabasamu na kunijibu kirahisi sana, hapana, umeanza kunihisi vibaya. Mimi nipo kama mwanzo. Labda uvivu wako tu ndio chanzo cha kuharibu moyo wako. Kwa kazi ninayoifanya lazima niwasiliane na watu, tena mawasiliano na watu tofauti tofauti, hasa wa kike. Aliongea hivyo mume wangu, lakini nikataka kumpinga. Nikakumbuka kuwa hiyo ndio kazi, tena ni kazi kama kazi nyingine ambayo imemtoa mbali sana mume wangu. Lakini kwa nini sasa amebadilika? Hapana, yanipasa kufanya kitu. Ndugu zangu waandishi, tokea hapo nilianza kuwa mwanaharakati na mpelelezi wa kujitegemea. Sikuhitaji mshahara wa kazi hii batili, ili mradi tu nimrudishe mume wangu katika mstari. Kuna siku wakati tunakula, mume wangu alipigiwa simu. Ilikuwa ni saa 4 na dakika kama 50 hivi. Mume wangu alitazama simu ile kwa kuangalia nani amepiga, na kisha aliifunika kabisa bila kupokea. Bonge la dukuduku likanikaba moyoni, na chaje kuuliza, kwa nini upokei simu mume wangu? Niliuliza huku macho yakimkagua mume wangu. Alionekana hana wasiwasi kabisa. Alinyanyua simu na kuhakikisha kama imekata, kisha akaweka tena simu chini. Najua anachotaka kuongea huyo, hana jipya, achana naye, alijibu hivyo mume wangu. Huwezi amini jamani, ndugu zangu waandishi, hata hamu ya kula ilinikata pale pale. Hamu yangu ni kutaka kushuhudia anavyoongea na huyo mtu wake wa siri. Waswahili wanasema, ukiwa mdanganyifu basi usiwe mtu wa kusahau. Siku hiyo mume wangu aliwahi kulala, na neno siri la simu yake nilishika kichwani vizuri sana. Nilivuta simu na kukuta ile namba katika simu zilizopigwa au kupigiwa ilikuwa haina jina. Sikuridhika. Nikaelekea hadi kwenye ujumbe mfupi. Huko nilikuta jumbe za watu 3 tu. Ya chini kabisa iliandika, mama. Sikuwa na shaka na mama mkwe wangu kwa sababu nafahamu namba yake vizuri sana. Ya pili ilikuwa ni namba yangu, jumbe niliyomtumia mara ya mwisho kuhusu taarifa ya maandalizi ya chakula. Na nambari ya 3 aliyetuma alikuwa hana jina, ilikuwa ni namba tu, tena ile iliyopiga wakati tunakula. Nikafungua jumbe hii na ilikuwa imeandikwa neno moja tu kwa lugha ya Kiswahili, nimekukumbuka. Aisee, ndugu zangu waandishi, unajua moyo kuuma Moyo wangu uliniuma sana. Sikuitafsiri jumbe hiyo kwa akili nyingine yoyote. Kilichokuja kichwani ni kuwa walikutana, walifanya vilivyowapendeza, na sasa wanatamani kukutana tena. Nilitamani kumwamsha mume wangu, lakini niliwaza kwa jinsi alivyomkali akitoka katika usingizi itakuwa balaa jingine. Mawazo yalinijaa sana nikiendelea kuitazama ile meseji. Kichwa kikawa kinajiuliza maswali yaliyothibitisha ya kuwa kweli kuna mchezo unaendelea hapa. Mr. X ni mtu wa wateja wengi sana. Nilitegemea atakuwa na watu wengi sana anaowasiliana nao kwa siku. Sasa kwa nini nikute namba za watu 3 katika jumbe? Au nyingine amefuta? Sasa kwa nini afute? Si angefuta zote hata hizi 3 zisiwepo? Kuna mbuzi wananichezea akili hapa. Nilijiongelea hivyo moyoni mwangu nikiwa bado na simu ya mume wangu. Ndugu zangu, nikifungua katika mtandao wa kijamii na kujionea sifa kedekede, akisifiwa yeye na kundi lake la Simulizi Huru Media kwa utoaji wa simulizi nzuri za kufundisha. Katika mtandao wa WhatsApp huko sikuona kitu cha ajabu zaidi ya jumbe za wateja wakiomba simulizi. Itakuwa na huko kashafuta, mwanaume mbaya sana huyu. Nilihitimisha hivyo kichwani mwangu. Ndugu zangu,
nikachukua namba ya yule aliyepiga na kuhifadhi katika simu yangu. Nilikuwa nina mpango naye mtu huyo. Kwa nini amtafute mume wangu usiku na kumtumia ujumbe wa kuwa amemkumbuka? Kwa lipi labda? Naam, msikilizaji, sehemu ya 6 hiyo ya riwaya hii itwayo Machozi ya Damu tunaishia hapo. Tukutane katika sehemu ya 7 tufahamu nini kiliendelea. Mwanadada Lightness anaendelea kutusimulia. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Tafadhali hakikisha una subscribe YouTube channel ya Simulizi Zetu Media. Uendelee kuwa wa kwanza kupata simulizi mbalimbali tunazoziweka hapa. Asante, tukutane sehemu ya 7. Sehemu ya 7 ya riwaya ya Machozi ya Damu tunaianza kama ifuatavyo. Kumbuka, riwaya hii imeandikwa na mtunzi mahiri Xaveri E. Luoga, anayepatikana kupitia nambari za simu 0672 49 3994. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano kutoka Simulizi Zetu Media, wanaopatikana kupitia nambari za WhatsApp za 0757 56 7253. Ikiwa unasikiliza riwaya hii kupitia chaneli ya YouTube, tafadhali hakikisha una subscribe ili uendelee kuwa wa kwanza kupata simulizi nyinginezo nyingi kutoka hapa. Na sasa tuianze sehemu ya 7 ya riwaya hii. Kumbuka, mwanadada Lightness Mkombo anaendelea kutupa kisa na mkasa cha yale aliyomkuta katika maisha yake ya ndoa hadi kupelekea hii leo yu gerezani. Na sehemu ya 6 tuliishia pale ambapo Lightness anatueleza ya kwamba baada ya kujifungua na kichanga kufariki, maisha mapya yalianza, lakini alianza kuhisi vitu vipya kutoka kwa mume wake. Hivyo akaanza kufuatilia nyendo zake moja baada nyingine ili afahamu nini kilikuwa kinasababisha mabadiliko hayo. Sasa tusonge mbele. Lightness anaendelea kuwasimulia waandishi wa habari kama ifuatavyo. Ndugu zangu waandishi wa habari, basi asubuhi ilipofika, niliendelea na majukumu yangu. Niliamka mapema na kuandaa kila kitu kuhusu mume wangu. Alipoamka alioga, akala na kuondoka. Siku hizi hata kuongea alipunguza kabisa. Alifanya sana matendo kuliko kuongea. Alipoondoka nami nikaisogeza simu yangu kuchati na ile namba ambayo niliipata usiku uliopita. Namba ambayo nilikuwa na wasiwasi nayo mkubwa sana ya kwamba ndio kiharibifu cha ndoa yangu. Nilimuingia kwa kawaida tu. Baada ya mazungumzo ya jumbe kama 3 hivi, nilijitambulisha kuwa mimi ni mke halali wa ndoa wa bwana Xaveri. Makubwa, yani kumbe Mr. X ameoa. Hiyo ndio ilikuwa jumbe iliyofuata kutoka kwa ile namba. Ni dhahiri kuwa alikuwa mwanamke. Nguvu zikanijia za kumpigia na kumtukana ili aachane na waume za watu. Halo? Niliongea baada ya kupigia simu na kupokelewa, lakini hakujibu chochote mtu yule. Nikaona napata hasara kumaliza salio langu hewani. Nikamtupia matusi ya nguoni na kukata simu. Moyo ulikuwa unanienda mbio sana, ndugu zangu waandishi wa habari. Katu sijawahi tenda kitu kama hicho katika maisha yangu. Muda huo hasira ziliposhuka, nilitamani nimtumie ujumbe wa kumwomba msamaha kwa matusi yale, lakini sikupenda kuwa dhaifu kwa muda mfupi. Bibi we, kafie mbele huko, haijalishi unazoeaje wanaume wa watu. Nilimaliza maneno yangu nikiwa mwenyewe na kisha kuendelea na kazi. Kama kuna ugomvi ambao nimewahi kukumbuka kwa urahisi katika maisha yangu, basi ni huu ugomvi wa mimi na mume wangu kuhusu yule mwanamke niliyekwaruzana naye. Bila shaka alishamuelekeza Baba Bright kila kitu.
Alimwambia, kama mtu wako alinitafuta na kunirushia matusi ya nguoni. Mume wangu alikuja nyumbani akiwa amevimba sana, lakini hakuchukua muda, akaendelea kutabasamu kwa hivyo hivyo. Pengine watu hawaelewi kwa nini nimesema ni ugomvi mkubwa kiasi cha kushindwa kusahau. Ngoja niwaeleze ndugu zangu waandishi wa habari mlioko hapa. Tangu nilifanya lile tukio, mume wangu alipunguza tena zaidi mapenzi kwangu. Alizidisha ukali kwa kila kitu ambacho namuuliza. Hakuwahi kunihoji kabisa kwa nini nilimtukana yule mwanamke, lakini matendo yake tu yalishanieleza ya kuwa amechukia kupita maelezo. Ndugu zangu waandishi wa habari, waambieni wasomaji na wasikilizaji wa mkasa wangu huu, katika maisha yao wamuogope sana mtu mpole. Mtu mtulivu na ambaye hasemisemi wanakera sana hawa watu waise. Bora nimekuua mume wangu. Basi ndugu zangu, mwaka 2023 tarehe 21 mwezi wa 7 ilikuwa ni kumbukumbu yake ya kuzaliwa. Siku hii ilipita tu nikiangalia saa ukutani, mume wangu atarudi muda gani ili tukate keki ambayo nimemwandalia. Hakuonekana kabisa siku hiyo baba Bright. Alikuja siku ya pili yake asubuhi, tena akiwa rafu mno. Mtikisiko wake wa miguu uliniamsha pale niliposinzia tangu jana yake nikimsubiri. Niliinuka kwa hasira na kumsindikiza kwa macho hadi anaingia chumbani. Nilijishauri niende au nimwache. Nikakumbuka kuwa yule ni mume wangu, yanipasa nijue hali yake na kwa nini hakulala nyumbani, na taarifa hakutoa licha kumkosa mara kadhaa kwenye simu yake. Niliingia ndani na kumkuta ameshalala fofofo kitanda kizima. Bila shaka alikesha kubugia pombe huyu. Nilinyong'onyea pale pale mlangoni na kuweka makalio yangu sakafuni. Sikuelewa chozi linatokea wapi, lakini nilijikuta linanitoka. Nikajaribu kulifuta lile chozi ndugu zangu waandishi, lakini likawa linaongezeka maradufu. Nikachukua nguo yangu na kujinamia, lakini likawa kosa. Kilio cha sauti kikafuata. Nililia sana ndugu zangu waandishi wa habari, lakini mume wangu hakuamka. Alilala kama amekufa. Wanaume nimewavulia kofia kwa kweli. Basi majira ya saa 6 hivi za mchana, malaika wangu aliyekuwa na dalili dhahiri kabisa kugeuka shetani aliamka. Mimi bado nilikuwa pale pale mlangoni. Nilimwona mume wangu anaamka na kuelekea na suti zake bafuni. Bafu na sehemu ya haja zilikuwa ndani ya chumba chetu humo. Baada ya hapo nikasikia tu kelele za maji yakitoka kwa fujo kuashiria mtu anaoga. Dakika 20 baadaye mume wangu alitoka akiwa amevaa taulo pekee. Aliliangusha chini taulo na kubaki mtupu. Akachukua taulo lingine na kujifuta maji akiwa hivyo hivyo. Ni mume wangu, haikunipasa kabisa kufumba macho. Nilimtazama tu juu mpaka chini maungo yake yote. Aliendelea na harakati zake mle ndani. Akaingia kwenye kabati la nguo na kutoka na nguo ambazo zilishafuliwa na kunyoshwa kwa pasi ya umeme. Mimi nilivyoona tu anajiandaa kwa ajili ya kutoka, nikanyanyuka na kuelekea jikoni. Nilianza kufanya kazi kwa haraka ili tu asiondoke bila kula. Nikafeli ndugu zangu. Nikasikia tu miguu yake ikichangamka kupita maelezo. Nikatoka jikoni kwa kasi kwenda kumzuia asitoke kwanza mpaka atakapokula mume wangu. Sisi hamu ya kula. Hata hivyo kuna sehemu nawahi. Bila shaka nitachelewa kurudi. Aliongea akiwa tayari ameshashika kitasa cha mlango. Akafungua na kutoka zake nje. Mwili wangu uliishiwa tena nguvu ndugu zangu waandishi. Nikajikuta nimesogeza kipande cha daftari na kuandika ujumbe mkali sana. Chini ya ujumbe huo niliandika maneno yafuatayo: barua hii ipitie kwa mwenyekiti wa kijiji, wajumbe wa nyumba 10 au viongozi wengine wa kiserikali. Baada ya hapo nikaandika maneno mazito sana kuhusu ndoa yangu ndugu zangu waandishi wa habari. Sikuhifadhi wala kutuma barua hiyo. Nilijikuta na iacha na kuifinyanga baada ya kuimaliza kuandika. Moyo wangu ulianza kuwa dhaifu sasa. Nilishindwa kumhimili mume wangu. Hakika machozi ya damu yalianza kumiminika kila siku. Mume wangu alibadilika mazima. Alikuwa mkali kupita maelezo.
alikuwa anarudi muda anaotaka yeye. Alikuwa anafanya kitu anachokitaka yeye na muda wowote. Muda ambao anaweza kuwa huru akiwa nami ni muda wa kula tu, tena usimwongeleshe. Ataacha kula na kuondoka zake. Ndugu zangu, ndoa imenitoa machozi ya damu ndugu zangu. Sitaacha kuwasimulia siku ambayo alishusha kabisa thamani yake mbele yangu. Sitaki kumlaumu kuwa alikuwa amelewa kupita kiasi. Hapana, alikuwa na kichwa kizuri mume wangu. Si mtu wa kuendeshwa na pombe hata kidogo. Aliweza kuhimili hata angebugia zaba nzima. Siku hii alinyanyua mkono wake na kunichapa kibao. Mnajua ni kwa sababu gani? Sababu ni mimi kuonesha hasira zangu kwake na kumtamkia maneno makali. Nilipoona mateso yanazidi, nilijikuta nikitamka hivi: kwa nini unifanyia hivi mimi, mtoto wa mwanamume mwenzio? Hivi katika akili yako unahisi kwamba siumie, siteseki? Hujui kama mimi ni binadamu, nina moyo wa nyama na sio wa chuma? Nimekutenga nini hasa hadi ubadilike hadi kufikia hatua hii? Mimi nimeridhika mume wangu. Sawa, najua siwezi kukuchunga, wala sisi wanawake hatuwezi kuwachunga ninyi wanaume. Ndio maana naomba kwa Mungu tu kila siku kuwa hebu rudisha moyo wako na heshima ya ndoa yetu mume wangu. Niheshimu kama zamani, nipe uhusika wangu. Na nipo tayari wewe hata mwanamke mwingine huko nje, lakini nisijue kabisa na kuambia, ila kwa huru tu. Yaani mpaka nawaza hivi, ingekuwa mtoto wangu Pride yupo hai, haya yote angetokea. Hilo ndugu zangu ndilo lilikuwa kosa langu. Nikagusia mtoto ambaye tulishamzika miaka 3 iliyopita. Mume wangu aligeuka bila kuangalia anapiga sehemu gani. Nikajikuta kofi zito limeniangukia upande wa kushoto. Nikayumba kwa sekunde kabla sijakaa sawa. Usije siku nyingine kumuunganisha mwanangu na upumbavu wako, sawa? Aliongea kwa ukali sana, na usiku huo aliondoka nyumbani. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa kweli nililia sana ndugu zangu. Sikuwahi kupigwa tangu namaliza elimu yangu ya kidato cha 4. Baba yangu alikuwa mkali ndiyo, lakini hakuona haja ya kunipiga nikikosea. Huwa ananyoshea mkono tu, tena kwa kidole kimoja kunipa onyo. Lakini siku ile nilipigwa. Nililia sana kwa kweli. Sana ndugu zangu. Kanipiga kisa nini? Kumtaja mwanangu mbele yake? Au tayari nilishajua sababu ya yeye kubadilika? Mtoto ndio sababu hasa yeye kubadilika mume wangu? Hapana. Bila shaka kifo cha mwanangu kilimdhoofisha imani yake kuhusu mimi. Sasa sikujua kwa nini alinishutumu mimi na kunifanyia mambo kama yale. Mimi ndiyo niliyemuua mwanae? Au ndo akifa mtoto mmoja wa kiume hakuna namna ya kutafuta mwingine jamani Hapo nikafunguka akili ya kwamba mume wangu anataka kuitwa baba. Anahitaji mtoto. Tena kuitwa baba na mtoto wa kiume. Sasa kwa nini hasemi kama ndo hivyo? Na kwa nini nimemuua hata kabla hatujamaliza kutafuta huyo mtoto wa pili? Ndugu zangu waandishi wa habari, yalinikuta mazito kwa kweli. Laiti aliacha kusimulia, macho akiagandisha mbele ya kamera ya kwangu, nikiwa miongoni mwa waandishi wa habari waliokuwemo ndani ya chumba kile. Aliniangalia kana kwamba na mimi nilikuwa sababu ya machozi yake ya damu. Alipotosheka kuangalia, akafumba macho na kusogeza mdomo katika kipaza sauti. Sekunde 10 mbele alifungua macho yake na kuendelea kusimulia. Bila shaka kuna kitu alikuwa anawaza bila ya yeye mwenyewe kukijua. Basi tukaendelea kumsikiliza. Nilishukuru sana baada ya kujua sababu ya yeye kubadilika vile. Sababu kumbe ilikuwa ni mtoto, tena mtoto wa kiume. Basi nikamtafuta yule daktari ambaye alikuwa anamlipa kuja kuniangalia afya yangu wakati nikiwa mjamzito. Anaitwa Dr. Fanny Laurent. Sikumuita nyumbani wala kumpigia simu.
Nilienda moja kwa moja hadi nyumbani kwake. Hakuwa na ofisi kwa wakati ule, huduma zake zilikuwa ni nyumba kwa nyumba. Nilifika na kumkuta. Wajina, habari yako? Karibu keti. Aliongea kwa bashasha mno, akilifungua lile tabasamu lake la kutoniona kwa muda mrefu. Asante dokta. Dokta, hivi kwa nini kila wakati unaniita Wajina? Naitikia tu, mimi sielewi. Niliongea nami nikikaribia katika sofa lilonionyesha nikae. Bwana wewe, kwani mimi si daktari na wewe si ndo mtibiwa wangu? Kuna shida gani hapo? Alinijibu akicheka kwa sauti. Alipiga hatua hadi katika friji akachukua bilauri yenye juisi na kumimina kwenye vikopo vikubwa vya mviringo vyenye maua. Nilimwangalia tu. Yaani wanaume kama hawa unajikutaga romantic sana ukiwaona. Sasa jichanganya, ukishaolewa tu wanakuwa majangili sana hawa. Jamani wanaume. Nilijiongelea mwenyewe nikimwangalia Dr. Fani. Akili yangu ilianza kuanza maana mbaya kwa wanaume. Nikakaribishwa juisi ya parachichi. Kwa kweli alinikosha sana na kujihisi wa amani sana kwa muda huo. Ama kweli kila mtu anahitaji mtu au kitu cha karibu. Okay, unajua nakuita Wajina kwa sababu ya hilo jina lako la lightness, na mimi naitwa Fani. Kwa maana ya Epifani, sio? Kwa hivyo kwa ukiongeza tu IA mwishoni unapatikana wewe, na ukibadili ia na kuweka o unanipata mimi. Si ndio? Alinifumbua fumbo lake na kucheka sana. Alimimina juisi yake na kuimaliza yote. Akaendeleza maongezi. Okay, shemeji, bila shaka naweza kupata dharura sio muda mrefu, maana hizi kazi zetu bwana ni hatari. Kwa hiyo naomba tuongee jambo lako kwanza ulilonidokeza. Dr. Fani alinikaribisha sasa niongee nini kilinileta hapo. Okay, dokta, kama unakumbuka nilishawahi kujifungua mtoto na ikawa bahati mbaya, lakini kilichonileta hapa ni kuhusu hasa huyo mtoto. Nilisikia tu kitu kinaitwa abnormal. Hasa nahofia ninapoenda kutafuta mtoto mwingine isije kanirudia. Nisaidie kunielekeza. Niliomba kufahamishwa kuhusu hilo kwa hofu ya kupoteza mtoto mwingine. Nilijua kabisa jambo hilo lipo kitaalamu kabisa, ndio maana nikamtafuta daktari. Pole sana Shem. Ni kweli ile kitu kitaalamu inaitwa abnormal. Inakuwa na maana ya isiyo ya kawaida au yenye mapungufu. Hii inasababishwa na mambo kadhaa, ikiwemo mpishano wa damu kati ya mama na baba. Yaani unakuta damu zao zina ukinzani hivi. Sasa hili ni darasa pana zaidi. Nitakufahamisha kwa uchache sana, na tukipata muda pengine siku nyingine tutaongea kiundani zaidi. Na sababu nyingine ni matumizi ya vyakula hasa wakati wa ujauzito. Pia maendeleo ya ukuaji wa mtoto toka siku ya kwanza ya mimba kutungwa. Kwa hiyo unapaswa sana kupima na kuanza kliniki mapema mara baada ya kupata ujauzito. Lakini Shem, sababu kubwa nyingine ambayo ni kupita zote ni Mungu. Mungu hufanya kitu kwa makusudi, kupima imani ya waja wake. Ghafla wakati Dr. Fani anaendelea kuongea na kufafanua swala lililonileta pale, ndugu zangu waandishi wa habari, nilijikuta tu kichwa kizito na mbele mwanga unapungua. Baadaye sauti ikafifia kabisa na giza likatanda katika macho yangu. Nikajikuta nipo katika usingizi mzito. Msikilizaji, mwanadada Lightness Mkombo anaanza kutueleza kisanga kipya alichokutana nacho katika mkasa wake huu uliopelekea mpaka hii leo yupo gerezani, na anatusimulia yale yaliyomkuta. Amekwenda kwa daktari kwa ajili ya kupata ushauri nini afanye mtoto wake wa pili atakapopatikana asiweze kufariki kama yule wa mwanzo. Kumbuka, alipewa kinywaji alipofika kwa daktari. Je, kinywaji hicho ndicho kilichopelekea Lightness kuanza kujisikia vibaya ama ni kitu gani? Tafadhali ambatana nami Pasco Tuliano katika sehemu ya 8 ya riwaya hii iitwayo Machozi ya Damu.